Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Juni 26, somo kipenzi la Kristo. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Yohana 16 mstari wa 7 na wa 8. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tuongoze tunapojifunza maandiko yako matakatifu, tuyaelewe na kuyaishi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kristo, mwalimu bora kabisa, alikuwa na aina nyingi sana za masomo ambayo angeweza kuchagua kati yao, lakini moja ambalo yeye alifundisha zaidi lilikuwa ni utolewaji wa Roho Mtakatifu. Utasoma Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 156. Katika kuielezea kazi ya Roho Mtakatifu, Yesu alitaka kuwapa wanafunzi wake furaha na tumaini lililokuwa moyoni mwake. Alifurahi kwa sababu ya msaada mkubwa alioutoa kwa ajili ya kanisa lake. Kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuwa cha juu kabisa kuliko zawadi zozote ambazo angemwomba Baba yake kwa ajili ya watu wake. Roho anayekuja ana uwezo wa kuhuisha upya, maana pasipo huo kafara ya Yesu ingekuwa bure. Uwezo wa uovu ulikuwa ukiongezeka karne hadi karne, na utiifu wa watu kwa vitendo viovu ulikuwa unashangaza. Dhambi ingeweza tu kukabiliwa na kushindwa kwa uwezo wa nafsi ya tatu ya uungu, ambayo ingekuja katika uweza tele wa Mungu. Roho huwezesha mambo yaliyokamilishwa na Mwokozi wa ulimwengu. Moyo hutakaswa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kupitia kwa Roho Mtakatifu, waumini huwa washiriki wa asili ya uungu. Kristo ametoa Roho wake ili kuleta ushindi dhidi ya dhambi na kurithi na mielekeo ya kutenda uovu na kupiga chapa ya tabia yake mwenyewe juu ya kanisa lake. Kuhusu Roho Mtakatifu, Yesu alisema, yeye atanitukuza mimi. Mwokozi alikuja kumtukuza Baba kwa kuonesha pendo lake. Hivyo Roho Mtakatifu humtukuza Kristo kwa kudhihirisha neema yake ulimwenguni. Sura hasa ya Mungu sharti irudishwe tena ndani ya wanadamu. Heshima ya Mungu, heshima ya Kristo, inahusika katika ukamilishaji wa tabia ya watu wake. Wakati Roho wa kweli atakapokuja, atauhakikisha ulimwengu katika habari ya dhambi na haki na hukumu. Kuhubiri neno la Mungu hakutafaa kitu bila uwepo endelevu na msaada wa Roho Mtakatifu. Huyu ni mwalimu pekee mwenye kuleta matokeo yanayotakiwa ya ukweli wa Mungu. Ni pale tu Roho Mtakatifu anapoandamana na ukweli moyoni, ndipo huleta mabadiliko na kuanzisha maisha mapya katika mtu. Mtu anaweza kuwasilisha kwa usahihi maneno ya Mungu, anaweza kuwa na ufahamu wa amri na ahadi zake, lakini hadi pale Roho Mtakatifu atakapoweka ukweli wazi, hakuna roho itakayoanguka katika mwamba na kuvunjwa. Hakuna kiwango chochote cha elimu wala manufaa, hata kama ni makubwa kiasi gani, yanayoweza kuwa njia ya nuru pasipo ushirikiano wa Roho wa Mungu. Ahadi hii ya baraka iliyoahidiwa ikiombwa kwa imani
italeta baraka zingine katika msafara wake. Hutolewa kwa kadiri ya utajiri wa neema ya Kristo, na yeye yuko tayari kutoa kwa kila nafsi kulingana na uwezo wake wa kuipokea. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya 2, ukurasa wa 284 hadi 285. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 26, somo Kipenzi la Kristo. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako, tukiomba utujaze Roho Mtakatifu na masomo haya yakapate kubadilisha maisha yetu, tusogee zaidi karibu na wewe. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.